Kuna wakati Mungu haoni sababu ya kukujibu wewe. Kuna wakati Mungu haoni sababu ya kukusogeza mahali. Kuna wakati haoni sababu. Lakini inaweza ukawa una maombi mengi, umefanya vitu vingi. Sasa nataka nikusaidie leo kanuni halisi inayosababisha Mungu akujibu kwa wakati. Amen. Nitakupa kanuni halisi ya kusababisha Mungu akujibu kwa wakati. Kanuni ya kwanza nilisema ni mwili wako Mungu anataka utumie na auone kwa ajili ya kutengeneza yafuatayo. Kanuni ya kwanza ni mwili wako. Yaani vile unavyoona unaweza ukamvutia mtu akakutamani, unavyoweza kuona wewe ukavutiwa na mtu ukamtamani, au wewe ukapenda mwili wako ukaupamba, ukautengeneza, ukapenda mwili uwe vingine tofauti na ulivyoumbwa. Yaani ile thamani ya mwili wako ndivyo Mungu anavyoitaka, kwa sababu Mungu amekuwekea viungo vya msingi kwenye maisha yako, ambapo kikitoka kimoja katika huo mwili ni athari kubwa. Ni athari kubwa na inatamkika kama ulemavu. Na wazungu wanazungumza kama mtu unfit. Hata kama ni ukucha tu kitoka inaleta athari kubwa. Sasa Mungu cha kwanza ili akujibu anataka akupe kanuni zake ambazo zinakusaidia kujibiwa hata kama hujaomba. Huwezi hata kwenda kulalua mavazi polini, huwezi kwenda kushinda, kukesha, kufunga. Kuna kanuni rasmi ambayo Mungu anaweza akakujibu. Na nilijaribu kuzungumza kidogo Alhamisi. Bwana asifiwe sana. Kanuni hii ya kwanza ni mwili wako. Bwana asifiwe sana. Mwili wako wewe ndio unayeuthamini, lakini Mungu anauthamini zaidi ya wewe unavyouthamini. Ndio maana kuna maandiko mengi ya kuweka angalizo. Mungu akikulinda usigongwe bajaji, usigongwe gari barabarani, manake cha kwanza anatengeneza mahusiano kati ya yeye Mungu na mwili wako. Hivyo kama kuna ibada zozote huwa zinatakiwa chini ya jua, ni ibada za mwili wako. Haleluya. Haleluya. Yaani Mungu anataka kanuni ya kwanza ni mwili wako ulete sehemu ambako Mungu anazungumzwa. Yaani hautakuja uwe na dua nzuri kwenye maisha yako, hautakuja uwe na namna yoyote nzuri kwenye maisha yako kama mwili wako hausogezi mbele za Mungu. Na hii nitakupa ufafanuzi. Na kuna wakati mwili wako pengine unaharibika na wewe unauchukia, alafu unauona hauna thamani. Kumbe kwa Mungu ule mwili una thamani pia. Kwa sababu yeye alipouwekea hivyo vionjo unavyoviona, akaweka vitu, akaweka sikio, pua, macho na kadhalika, alikuwa na makusudi mazima kuhakikisha huu mwili anakuwa na mission nao. Amen. Jina la Bwana libarikiwe.